Nukta ya 4, mwanamke kaidhuru nafsi yake. Nukta ya 4, mwanamke kaidhuru nafsi yake pale huyu mwanamke alipokuwa na mapungufu, hasilatuha alilmiya wa ani bidhalika ilmu shari. Mwanamke alipokuwa kiwango chake cha taaluma ya dini kilipokuwa kidogo kuliko mahitajio. Mwanamke kuna baadhi ya maeneo katika kharitha, kwenye ramani huwa haonekani, hasa kwenye elimu ya sheria, na kama ataonekana basi kutokana na hitajio inakuwa hatoshi, au aonekane yupo lakini dhaifu. Mwanamke katika majali ya elimu ya kisheria, bali sio hata elimu ya sheria, hata elimu ya tibu, elimu ya afya, utakuta kama yupo hospitali kazi yake ni kupiga sindano, kufanya usafi, kuandika dawa, lakini kwamba ni dokta bingwa, mwanamke hayupo. Baadaye yakajitokeza madhara makubwa sana kwa mwanamke, kwa sababu hitajio ni kubwa zaidi kuliko kiwango chake alichokuwa nacho yule mwanamke. Adharatil mar'atu nafsaha indama dha'ufat hasilatuha alilmiya, kiwango chake cha taaluma kilipokuwa kidogo sana kuliko mahitajio ya jamii vile ilivyo. Hivi mnajua kwamba ruwat wa mustashfayat wengi ni wanawake. Ukenda hospitali wanaume na wanawake ndio wengi, lakini mahitajio yao mengi yanamalizwa na mwanamme, mpaka kwenye mambo ya kuzalishwa. Akwambia bwana, ukizalishwa na mwanamme bwana, mwanamme ni hodari sana. Na mimi sijaona dokta bingwa ambaye ana muahilati za kuwa dokta kama mwanamke. Mwanamke kaandaliwa, ana sifa za kuwa dokta bingwa. Mwanamke anaweza kukujua wewe una shida gani bila vipimo. Dokta mwenyewe kumhudumia mtoto mpaka mama aseme. Mwanamke alipodhoofika, hasilatuha ilmiya, elimu ya dini, bali hata kwenye elimu za mazingira kama vile elimu ya afya, mwanamke vitu hivi vimemdhuru kiasi kwamba avae atakapovaa, lakini siku ya kwenda kujifungua inawezekana usishangae patakuwa na mwanamke na mwanamume yupo, kwa sababu mwanamke hawezi avae atakapovaa. Kuna baadhi ya maradhi itabidi aende akavue nguo kwa mwanamume. Hivi vitu vimemdhuru mwanamke. Na katika jambo la ajabu, ukisoma historia zilizopita ukuta mwanamke alikuwa na uwezo mkubwa, bali alikuwa anakosoa wanaume katika baadhi ya fatawa. Mwanamke alikuwa juu. Mwanamke ndani ya Qur'ani hata ukimtazama wanasema aliyemjua Nabii Musa kama utakuwa si mtoto wa kawaida ni Asia. Alipomletea tusema qurratu aini li wa lak,